na wana wa Israeli waambie, haya ninenayo waifanye sikukuu. Tunajifunza somo linalosema ushauri wa kutendea kazi kwa viongozi wa kiroho. Ushauri wa kufanya nini? Wa kutendea kazi kwa viongozi wa kiroho. Sasa labda niseme neno moja kabla ambapo hatujaingia katika hilo. Kiongozi kama kiongozi anatakiwa awe na mambo matatu ili afae kuwa kiongozi, na hiyo ninataka niisome katika kitabu cha Ezra sura ya 7 fungu la 10. Ezra 7 fungu la 10 anasema, tunazungumzia habari ya Ezra. Kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Mungu na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Kiongozi ana mambo matatu ambayo lazima hayo awe nayo ili afae kuongoza watu wa Mungu. Jambo la kwanza, kiongozi anatakiwa kujua neno. Anasema aliuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya nani? Ya Bwana. Yaani moyo wa kiongozi unatakiwa uelekezwe kumtafuta Mungu, amjue Mungu, alijue neno. Lakini jambo la pili anasema na kuitenda, yaani kuitafuta sheria ya Bwana na kuifanya nini? Na kuitenda. Alikuwa mtendaji, ni kielelezo wa utendaji wa sheria ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo kiongozi anatakiwa alijue neno, atende neno na afundishe neno. Mambo haya matatu kwa kiongozi ni ya muhimu sana ayafahamu na ayajue na ayafanye. Huwezi ukawa kiongozi hujui neno. Huwezi ukawa kiongozi hutendi neno. Huwezi ukawa kiongozi hufundishi neno. Kwa hiyo jua neno, tenda neno, fundisha neno. Kiongozi wa kiroho. Sasa mambo ya kufanyia kazi kwa kiongozi. Kiongozi wa kiroho una mambo kadhaa ambayo unatakiwa kuyafanya. Jambo la kwanza, pingana kila siku dhidi ya kitu fulani. Katika Kiingereza wanasema mediocrity. Mediocrity ni kufanya vitu kwa kiwango cha kawaida. Sio kwa kiwango cha juu, sio kwa kiwango bora, kwa kiwango cha kawaida. Epuka, pingana na hiyo biashara. Usifanye kazi ya Mungu katika kiwango cha kawaida. Fanya zaidi ya nini? Ya kawaida. Yaani kawaida mtu anatakiwa kufanya hiki na hiki na hiki. Wewe fanya zaidi ya vile ambavyo imezoeleka. Hiyo mediocrity ni common, ordinary, average quality. Usifanye vitu kwa average quality. Lakini jambo la pili, boresha utendaji wako kila mara. Boresha utendaji. Mwaka huu uliendesha kazi ya Mungu au uliendesha kanisa la Mungu kama ni mzee wa kanisa, hukuwa umepanga mipango. Mwakani weka mkakati wa kuweka mkakati wa kuliongoza kanisa. Mwambie kila mkuu wa idara akuletee mpango mkakati ili utengeneze mpango mkakati wa kanisa zima. Boresha namna ya kukusanya taarifa, boresha utembeleaji wa washiriki, boresha kila kitu ambacho kiko katika wajibu wako. Fanya kuboresha kila mara utendaji wako. Mimi huwa nikikaa ofisini naangalia mwaka jana nilitendaje, mwaka huu ninafanya kitu cha ziada, napiga hatua katika vile ambavyo nilikuwa nafanya. Kama kulikuwa na muda ulikuwa unapotea katika kusoma mtandao na nini, ninapunguza ule muda, naingiza kwenye kusoma vitabu. Naboresha utendaji wangu, nijifunze mambo mengi kwa wakati mmoja. Jambo la tatu, tafuta kilicho bora mara zote. Tafuta kilicho bora. Kama ni viti vya kanisa, tafuta viti bora.
Kama ni kibweta, tafuta kibweta kilicho bora. Fanya utendaji wako uwe bora. Kama mnajenga jengo la kanisa, tafuta tofali lililo bora, na tafuta fundi aliye bora. Kila mmoja, kila kitu unachokifanya, tafuta quality ya juu, tafuta kilicho bora mara zote. Jambo la 4, fanya kuliko kilichotegemewa. Usiridhike kufikia ulichoelekezwa kufanya, fanya zaidi ya ulichoelekezwa. Jambo lingine, watie moyo wengine, si wakatisha tamaa. Kuna viongozi wakiingia kwenye madaraka, ambia hilo idara lako litoe huko, sitaki kusikia habari hizo. Lakini watie moyo. Tia moyo idara zote. Tia moyo idara. Tia moyo wenzako. Akifanya kitu, nenda kaingie pale na wewe mwambie boresha hiki na hiki, weka na hiki na hiki, nenda mbele. Omba bila kukoma. Kwa nini kiongozi aombe? Kiongozi anapata njozi kutoka kwa Mungu. Kiongozi haongozi kwa akili yake. Mara nyingi ukiongoza kwa akili yako, utafanya kama ya kwako. Utaongoza kanisa la Mungu kama familia yako. Utaongoza kanisa la Mungu kama kampuni. Utakuwa unaongoza kanisa la Mungu kama kiongozi manager wa TANESCO. Hahitaji kuomba anapoanza kazi. Maana yote tunayofanya sisi yametoka kwa Mungu mwenyewe. Kama kiongozi huombi, ujue unatumia nguvu za ugali kuongoza wale watu. Usikubali siku ipite pasipo kusoma Biblia. Soma Biblia, maana ni mahali ambapo Mungu atakuingizia mawazo yake. Uwe mahali ambapo Mungu anaweza kuingiza kitu ndani yako. Viongozi wengi wamekuwa wakavu. Akisimama mbele, hutofautishi kiongozi na mtendaji wa kijiji. Yaani wana mzee wa kanisa na mtendaji, no difference. Hakuna tofauti. Vile anavyozungumza mbele ya washiriki na mtendaji akizungumza, hamna tofauti. Nimesema vijana wote wabaki, nione kijana anatoka pale mlangoni. Sasa wewe tofauti yako ni nini na wale wengine? Maana maneno ni hayo hayo. Viongozi wakijua nani vijana, kesho ni waone hapa ofisini kuna kazi ya kijiji. Sasa wewe fanya tofauti kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema kiongozi anaongoza kwa mvuto. Ongoza kwa kuonyesha mfano. Kama ukisema kesho tuna kazi ya kanisa, wewe fika mapema, utasema mimi ni wa kwanza na nitakuja na fekeo langu. Usitoe nafasi kwa majivuno ndani ya moyo wako. Ondoa majivuno. Na ukishaona kuna majivuno moyoni, ni dalili ya kwamba huongozwi na Mungu. Unaongozwa kwa nguvu za ugali. Ni nguvu zile za kawaida kabisa. Ni ukisoma kitabu kingine kinaitwa Hatua za Uamsho Binafsi, anasema ni mtu wa mwilini. Usitoe nafasi kwa majivuno, maana hizo ni moja ya dalili za kutokuwa na Mungu moyoni. Jifunze tabia ya kurudisha utukufu kwa Mungu unapofanikiwa. Pale mafanikio yanapotokea, mrudishie Mungu utukufu. Usiseme kanisa hili bila mimi aliendi. Wote waliopita hapa hawakufanya chochote, lakini mimi nilipofika tu madirisha ya aluminium na tiles, kanisa limejaa tiles. Watu wa huko nyuma wote walikuwa pumba tu. Sasa huo utukufu umeshajitwalia. Lakini mwachie Mungu utukufu. Mpe Mungu utukufu. Jambo lingine, kiongozi uwe macho, kazi yako isiwe kutimiza ratiba. Hii itakuharibu. Usifanye kazi kwa kutimiza ratiba. Usifanye kazi kwa kutimiza ratiba. Hakikisha unafanya kazi kwa kuangalia ubora na kwa kuangalia mafanikio ya kazi ya Mungu. Fanya zaidi ya kile ambacho nafikiria. Jambo lingine, usisahau kuwajibika kwa majukumu yako. Majukumu yako hakikisha unayafanya.
Kama kuna kutembelea makundi, nenda katembelee makundi. Na niwaombe wazee wa kanisa mlioko hapa, tuwasaidie wachungaji hawawezi kufika kila mahali na kila nyumba. Tembeleeni washiriki. Bwana Yesu asifiwe. Tembelea washiriki. Nenda na mashemasi, wapange, watembelee washiriki. Watieni moyo. Mfano niwaulize. Katikati yetu watu wanakufa au hawafi? Wanakufa au hawafi? Wanakufa. Na mara nyingi mtu mgonjwa anataka mtu anayemtembelea, aliyeenda kuomba naye. Nilitoa kisa hapa cha mama ambaye alihitaji kuombewa na mchungaji. Akawaambia wazee wa kanisa, naomba mniitie mchungaji aniombee. Nikapata habari kwamba yule mama alilala, mchungaji hakufika, maana wazee hawakupeleka ombi lake, na ilipita miezi 3. Anapeleka, jamani niitieni mchungaji aje aniombee hapa kitandani ni mshiriki. Na alikuwa anaugua kensa ya kizazi. Hakutembelewa. Wazee wakaingia kwenye biashara zao, mashamba yao, kwenye biashara zao huko. Mama watu akahangaika hapo mpaka alipokata roho. Lakini kama mashemasi watakuwa macho, wazee wako macho, wanatembelea, wanajaliana, basi hata wagonjwa walio katikati yetu watakuwa na matumaini. Lakini mtu anaondoka anakata roho akiwa na kinyongo kwamba sikutendewa haki. Hata wewe ambaye uliambiwa ufike, kama ulikuwa hujafika, ni kazi. Niliwahi kuhudumia mgonjwa mmoja, alikuwa miaka yake imekaribia kuisha, na alikuwa mgonjwa wa HIV. Wakati huo hakukuwa na dawa za ARV na nini. Akasema, naomba mniitie mchungaji aje aniombee kabla ya kifo changu. Alikuwa amebaki kama kijiti tu hapo kitandani, hata utambui kama ni mwanaume au ni mwanamke, na alikuwa ni mwanamke. Nikaenda nikampa matumaini, nikamfungulia Biblia, nikamwombea, nikamaliza huduma ile yote, na alifurahi sana. Akaniambia, mchungaji, sasa ukienda Arusha niletee kitu hiki na hiki na hiki. Nikasema hamna shida, ngoja nikienda nitakuletea. Nikaenda Arusha. Niliporudi nikaona wazee wako stendi wananisubiri, wambeba kanuni. Niliposhuka tu kaambia mchungaji, ile mgonjwa amelala na nimebeba kile ambacho waliniagiza nikilete. Maana nilisema tu kwamba unapoenda na peleka taarifa, ukirudi njoo nayo. Nikapeleka taarifa, wakati narudi ndio nakutana na hiyo. Hivi moyo wangu ungekaaje kuona mtu aliyeniita alafu sikwenda, alafu amelala, nabaki na hatia. Lakini yule nilikuwa na furaha moyoni kwamba nilifanya huduma ile niliyotakiwa. Na siku ya mwisho kabla ya kifo chake aliwaita kina mama wote wa kanisa, akasema, nizungukeni, mlinipenda katika hali yangu. Maana yule alienda kuokolewa akiwa dakika za mwisho, imebaki tu kama mwezi mmoja, ndipo anaongoka akiwa katika kitanda cha hospitali, dakika zake za mwisho, ndipo anakiri imani yake Adventista. Alikuwa Mlutheri. Walipomzunguka pale kitandani, akasema, ninashukuru mumenipatia kitu bora kuliko kingine chochote. Maana duniani huku mimi nimehangaika na kufanya vitu, ningetamani Mungu angenirudishia uhai nimfanyie kazi. Lakini sijuti, kwa kuwa nilichokipata dakika hizi za mwisho ni kikubwa kuliko ambacho ningekitafuta maisha yangu yote. Na huyu Yesu mliyenipatia, ninaomba mumng'ang'anie ili niwaone siku ile nitakapofufuka katika ufufuo wa wafu. Akawaambia kina mama, naomba mnitazame ili niwakumbuke siku ile nikifufuliwa pamoja nanyi. Akina mama walilia. Akawaaga pale, kaambia, siku zangu zimeisha, siku yoyote naweza kulala. Na ukweli ni kwamba yule mama alilala. Kwa hiyo
Ufanye kazi kwa kuwajibika. Wajibika, fanya kazi. Hujui wachungaji wanaweza usifike pote, lakini wewe mzee wa kanisa na kundi lako lile dogo unaweza kufikia watu wote. Na mashemasi wale wa maeneo, tembelea watu wako, sio wagonjwa, tutembelea hata wakiwa wazima. Anaweza kugongwa na toyo. Andaa watu, kila mtu awe tayari. Kesheni, anasema uwe na moyo wa kufanya kazi yako. Uwe na moyo wa kufanya kazi yako. Uwe mtendaji na kutumia akili. Use common sense. Usitake kuuliza kila kitu. Tumia akili yako kuhakikisha kwamba unajibu maswali na kutatua matatizo. Uwe mchangamfu. Uwe mchangamfu. Na usianze mradi kabla ya kuwa na mpango wake kwanza. Mradi wowote wa kanisa, ni unataka kujenga choo cha kanisa, weka blueprint. Weka mpango wake wote, ujenzi utachukua nini, gharama itakuwa kiasi gani, washiriki hela zitapatikana wapi, kila mtu atoe ngapi, itajengwa lini mpaka lini, nani atakuwa fundi, gharama zake zitakuwa ngapi, na kila kitu kiwekewe mpango wote, uweke mbele ya washiriki waone kila kitu. Weka wazi. Usianze mradi kabla ya kuwa na mpango wake. Nimegundua mahali pengine wasema tunataka kujenga jengo la kanisa la watoto, alafu linaishia hapa. Mwingine akija asema mi kipaumbele changu sio kanisa la watoto, nataka kujenga kitu kingine. Kanisa hili halihitaji mambo ya watoto. Na unakuta baraza ni hilo lililopitisha hiyo, alafu baraza lijalo limepata tena kitu kingine. Mipango ya kanisa lazima izungumzwe na kanisa lote, ili kanisa kwa ujumla wake wote ipitishe mikakati yake na kusema tulitaka kujenga kanisa la watoto. Wapi tena? Maana niliona mahali kanisa, nafikiri niseme tu kanisa langu linalosalia pale makao makuu. Viongozi waliopita walisema tunataka kujenga kanisa la watoto. Msingi ukawekwa. Ambia tutaendelea, tutaweka na matofali na nini. Wakafikia hapo mwezi wa 11, wakawa wametoka wakawekwa wengine. Wengine walipoingia ambia hatuna hiyo habari, tunataka kupiga rangi kanisa. Wakahangaika na kupiga simu. Pasta silikuta rangi imepigwa na vitu vingine pale, basi kanisa hilo limepakiwa pale. Kwa hiyo ni kama waliokuepo wale ni wale, na jamaa anasema wakato. Sasa wakaja wadive. Yaani wale waliopita wanaonekana sio wakuwa wa dini yetu. Kwa hiyo hao wanapoingia wanasema sisi hatuna hiyo. Sasa nikwambie rafiki, hili kanisa la Mungu sio la hivyo. Usianzishe mradi wako wakati kuna mwingine ulikuwa pale. Yaani itakuwa na vitu vidogo vidogo, hiki kimeanzwa akijaguswa, hiki kimeanzwa akijaenda, hiki kimeguswa akijaenda, baadaye kuna takataka kwenye eneo la kanisa. Kila upande pamejengwa hiki, pamewekwa hiki, kampewa. Kanisa halijamalizika, wanataka kufanya hiki, nataka kufanya hiki. Mipango ni mingi. Okay. Jambo lingine, usijidharau mwenyewe. Do not underestimate yourself. Usijidharau. Unaweza kufanya malengo makubwa kwa msaada wa Mungu. Nilizungumza kwamba kuna watu wana ujuzi mkubwa, nia ndogo. Lakini kuna watu wana nia kubwa, ujuzi mdogo. Wale wenye nia kubwa, ujuzi mdogo wanaweza kufanya vitu vikubwa kuliko watu wenye ujuzi mkubwa, nia ndogo. Kwa hiyo usijidharau. Jipe moyo, fanya kitu. Usisema kama mzee fulani yeye hakufanya hii kitu na ni mzee wa siku nyingi, mimi nitaweza kweli? Fanya. Pima kazi yako mara kwa mara. Pima. Ulikuwa point A. Je, umefika point B? Uwe na asilimia unakojiwekea. Kwamba kwa kweli kanisa hili nilipoingia ilikuwa hapa. Na nilikokuwa naelekea ni hapa. Sasa nimefika asilimia 30. Hata siku hizi hata ule miradi ile mikubwa ya serikali unasikia.
mradi wa SGR ule wa kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma umefikia 70%. Yaani wale wanatoa taarifa kila mara, mwezi huu umefikia 80%. Tumebaki tu kufanya hiki na mataruma na nini na nini. Mwezi huu umebaki. Ifanya kazi yako kwa kuipima. Pima kazi yako mara kwa mara. Umetembelea washiriki wangapi kwa mwezi huu? Umehimiza kiasi gani? Wale wanaorudisha zaka waaminifu wamepanda kutoka wapi mpaka wapi? Lengo lako lilikuwa lipi? Sisi katika conference na lengo la kuwafikisha angalau 40%. Wewe katika kanisa weka 80%. Nasema mimi nataka nifikishe hapa. Wale ambao jicho la kanisa liangalie, alafu uone kwamba kuna watu fulani wana uwezo lakini kitu linachokiona sicho. Tembelea hao watu, tia moyo. Pima kazi yako mara kwa mara. Halafu usiipe hasira moyoni mwako. Usiwe na hasira. Kiongozi hapaswi kuwa na hasira. Hasira ni mojawapo ya dalili kwamba moyo wako haujatawaliwa na Yesu. Ni dalili nzuri tu inakayokupa tu ukweli wote wa moyo wako kwamba hauko kwa Yesu. Moyo uliotolewa kwa Yesu hauna hasira. Usiruhusu hasira. Jambo lingine, usifanye kazi ili upongezwe na watu. Fanya ili Mungu akukubali. Ndio maana Timotheo anasema kwamba ujionyeshe kuwa umekubaliwa na nani? Na watu. Na Mungu na watu. Na Mungu. Usitake kupongezwa na watu. Pongezwa na Mungu. Na ukifika kwenye kupongezwa na Mungu, ukifanya vitu hata unajificha. Maana unafanya vitu vyako na nini alafu unapotelea. Na kuna washiriki nao wamegundua hiyo. Nataka kutoa na nini ingawa wengine wanaogopa kuombwa na kukopwa hela. Toa mchango wake alafu anasema msiniseme hata. Anapotea. Kumbuka kwamba unaweza kugawa majukumu kwa wengine, usifanye kazi zote wewe peke yako. Maile majukumu madogo madogo wagawie wenzako, wafanye, kila mtu afanye kitu fulani. Alafu tengeneza viongozi chini yako. Usifanye kila kitu wewe. Gawa majukumu. Toa muda katika kuandaa wengine kuwa viongozi. Andaa wengine kuwa viongozi, usikandamize. Kuna watu ambao ilipoonekana mchungaji wa mtaa amebadilika kwa kuanza kuchagua wengine akawaacha hawa wazee, waliamua kuligawa kanisa. Sasa hao ni wale ambao sio salama sana kuwaweka katika nafasi za uongozi. Ukishaona mtu anang'ang'ania si salama, ambaye hataki kuandaa viongozi wengine, sio, pasisha kijiti. Tia moyo tabia ya kufanya kazi kama timu. Fanya kazi kama timu. Muda mbaki aligani kiasi gani? Asante sana. Tia moyo tabia ya kufanya kazi kama timu. Mnapofanya kazi fanyeni kama timu. Fanyeni kama timu, kwamba hiki mnafanya na hii mnaenda kwa pamoja, hiki mnazungumza, mnapanga, mnaenda pamoja. Alafu tafuta na sisitiza tabia nzuri za wengine na epuka kuzungumza makosa yao. Epuka kuongea makosa ya watu wengine. Ongea tabia nzuri za watu wengine. Itakusaidia wewe, itawasaidia wao na itamuinua Mungu. Vile unavyoongea za watu wengine, ukishaongea tabia ya mtu mwingine mbaya, inahama kwako, inakuwa ya kwako. Na hiyo ndio hasara. Kwa hiyo usiongee tabia mbaya ya mtu, ongea mazuri, achana na mabaya yote anayoyafanya. Tafuta na sisitiza tabia nzuri za wengine na epuka kuzungumza makosa yao. Jaribu kuwa chanya na mwenye matumaini, optimistic. Uwe chanya kwa kila kitu kinachosemwa. Na watu wamefika, barua zinakuwa nyingi zinatoka ofisini kuja, hao watu wa ofisini nao wanatuletea mambo mengi, hawajui kwamba huko kanisani na sisi tuna mambo yetu na nini. Kuwa chanya. Fanya yote yale yanayowezekana yafanyike. Fanya kwa jitihada.
utafanikiwa tu, maana yote hayo ni ya Mungu. Na kadiri tunavyoenda mwisho wa wakati, vitu vitakuwa vingi sana. Asubuhi hii tu nimepigiwa simu kwamba kuna mkutano unakuja hapa Moshi. Sasa useme huo nao umetokea division, watatua mwishoni mwezi huu. Kwa hiyo useme sasa huu mkutano sasa kuwa chanya. Ujipange mwenyewe. Jipange, watangulize wengine katika mambo. Kuna watu kila ikitokea kitu fulani anajitanguliza yeye. Ikitokea kitu anataka yeye atangulie. Mara nyingi mimi huwa natumia mbinu ya kuona kwamba kama naenda mahali na mtu namwambia fanya wewe kile ambacho ningekifanya, namwambia kifanya wewe. Sihitaji mimi kung'ang'ania kufanya wakati tuko pamoja na tunaweza tukufanya yote. Jenga tabia ya utoaji. Acha uchoyo. Sema zimezidi na mimi na majukumu yangu mengine, nina watoto, nina nini na nini. Jenga tabia ya moyoni ya kuhakikisha kwamba vitu vyote vinatoka kwako vinahama kwenda upande mwingine. Itakusaidia katika kuhama ulimwenguni. Usiruhusu tamaa ya mali ikutawale. Usitawaliwe na mali, utawale mali. Ni kama tu usitawaliwe na mwili, utawale mwili. Usitawaliwe na mawazo yako, uyatawale mawazo. Usitawaliwe na uchu, utawale uchu. Ya hivyo vitu vyote vinahitaji control. Kuna kijana mmoja tukiwa naye shuleni alishindwa kutawala uchu wa chakula. Yeye alikuwa anabeba kibakuli kikubwa, sio bakuli, ni ile ambayo tunawishia mikono, kabeseni kadogo kale. Sasa alikuwa ndio kabeseni, anatembea na beseni hiyo ndio kuwekea chakula. Sisi tunabeba sahani, yeye ana kabeseni. Alafu kafungia na mnyororo wa chuma, anakininginiza, tunaenda dining. Tukifika anachukua chakula, nusu ya chakula cha meza nzima. Sasa bahati mbaya alikuwa anakaa na masista. Shule tulikuwa na masista wengi. Alikuwa na masista. Sasa walikuwa wanamtazama tu. Anabeba, jamaa anaitwa Justin. Anajaza, alafu anaona wamekodoa macho sana. Anachukua kile chombo, anaenda jikoni. Wanamjazia upya ili afanye replacement ya maana wanamkodolea sana macho. Anawawekea pale, alafu anaendelea kuchota sasa. Maana alishapiga pakubwa. Sasa ikafika siku ya graduation ambayo ndio komesha. Akapiga msosi wake mezani kama kawaida. Nusu ile beseni akajaza akapiga. Baadaye akaanza kuzuga kwenye meza ile high table. Siku ile waziri alikuwepo hapo. Akakaa high table, akawa amekaa kimachale. Sasa sijui ilikuwaje, headmaster akamuona kwa mbali. Akamuita mhudumu, naomba nitie yule mwanafunzi. Akaitwa. Ambia sasa chote chakula chochote anachotaka hapo. Akaenda akachotewa. Akajaza. Sasa zina nyama nyingi sasa hizo. Kwa kweli alienda kakaa meza ambayo haiko mbali ili sije akapoteza ile fursa ya kuwa karibu kwenye ile meza. Akala hapo hapo, akajaza tumbo. Ikaenda mbele sana. Unajua hana mwili sana yule mtu. Lakini sijui beseni mbili ziliishiaje tumboni. Alipomaliza akaenda karudi kwa yule mhudumu amjazie beseni la ngapi? La 3. Hiyo alipojaziwa akakimbia bwenini na beseni lake. Akatunza. Ili jioni apige namba 2 part 2. Na historia inaishia kwa hivi. Hakuweza kula hiyo na asubuhi alikuwa kupelekwa hospitalini. Jitawale, yani kuna namna fulani ili tumbo nalo linageuka kuwa ubongo, linakutawala. Kwa hiyo usiruhusu tumbo likawa ubongo. Ubongo lazima ubaki na heshima yake. Kwamba tulia, saa hizi sio siku ya kula,
leo ni siku ya kufunga, leo hutakula. Nimekutangazia. Leo ni siku ya kunywa maji tu, unatangaza. Yaani kuna siku tu unatangaza, hata sio mfungo kwamba una maombi, umeamua tu. Yaani na wewe pia uwe na maamuzi. Usiongoze, usipelekwe. Bwana Yesu asifiwe. Usijilinganishe na wengine, jilinganishe wewe mwenyewe. Jilinganishe na wewe mwenyewe. Halafu tumia muda kusoma na kugundua ndani yako talanta mpya. Soma vitabu, jiendeleze, soma Biblia, soma roho ya unabii, soma vitu vingi ili kugundua kwamba una karama gani, una talanta zipi, unaweza kufanya nini kanisani. Wengi wamekaa kanisani, wangeweza kufundisha unabii, wangeweza kufundisha masuala ya afya, wangeweza kufundisha ujasiriamali, lakini amekaa. Kama ungesoma vitabu vya ujasiriamali na wewe ukafungua kwa ujasiriamali, unaweza kufundisha kanisani. Maana na wewe umejifunza kitu fulani. Siku hizi maarifa yamejaa kwenye hewa hii. Hii hewa imejaa maarifa. Hao vijana wanaochukua mtanani hapa wamejifunza kwenye maarifa kwenye humo. Yaani wanafanya editing na nini ya hizo picha kwa sababu wamejifunza humo. Unaweza kutengeneza app kwa kusoma tu kwenye mtandao, na wewe ukatengeneza app, ukarusha, ukawa na kitu fulani kinakuingizia kipato. Unaweza kufanya chochote. Unaweza ukaanzisha mradi, unaweza kufanya mambo mengi na ukasaidia watu wengine. Mimi pamoja na kwamba sasa hivi nina kazi nyingi, lakini nimeamua pia nisome mambo yanayohusiana na graphics ili niandae kitabu, niandae vitu vitakavyosaidia kila kitu nitakachokiweka watu wavutiwe. Nataka niandae hata majitu ya neno la Mungu, naweka kwenye graphics nzuri, alafu narusha, watu wanazisoma hizo. Shukuru sana mpiga kengele. Mchague Yesu kama kielelezo chako kwa uongozi. Muige, uvuviwe na yeye, jifunze toka kwake. Ongea naye na utaweza kutumika atakavyo yeye na kuwa kiongozi kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Chague Yesu kama kielelezo chako cha uongozi. Muige yeye, vuviwe na yeye, jifunze kutoka kwake, ongea naye. Mwambie Yesu, nataka nikutumikie. Una nini cha kuniambia? Nahitaji nijifunze kutoka kwako. Nisaidie, niongoze kama ulivyoongoza wanafunzi wako. Nijaze na Roho wako Mtakatifu. Nijaze hekima kama ulivyofanyia Sulemani. Niongoze watu hawa, niwapeleke makao ya amani. Bwana abariki. Tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa jinsi ulivyotugusa. Kuna mashauri mengi uliotupatia kama viongozi. Tubariki, tuyafanyie kazi. Mwisho tumesema tukuige wewe. Tujifunze kielelezo kutoka kwako. Tuongee na wewe. Na utuambie ni kwa namna gani unataka tuongoze watu wako. Maana si wetu, na sisi umetuweka kama wakala. Na kwa muda ukifika atafanya mwingine. Tusaidie kuwa waaminifu katika nyakati zetu, ili kwa muda uliotujalia wa kuishi ulimwenguni tufanye yale uliokusudia yafanywe kwa utukufu wa jina lako, kwa jina la Yesu. Amina. Nena na wana wa Israeli waambie